إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله الطاهرين، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، katika maudhui ya darsa yetu ambayo tuendelea nayo katika kitabu cha kinachoitwa Riyadhus Salihin, kitabu cha al-Imam Nawawi katika madhhabi ya Imam Shafi'i. Ni imam ambaye anayezingatiwa katika madhhabi ya al-Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi. Imam Nawawi kwenye kitabu chake Riyadhus Salihin tumeanza bab al-ikhlas wa ihdari niyya. Ndiyo tuko katika mlango huo wa ikhlas na kuhudhurisha nia katika masala yote, ibada zetu, mambo yetu, ibada zetu zote zinazingatiwa nia. Bila nia ibada zile hazikutimiza sharuti ya kukubalika. Lazima ziwe zitapatikana kwa nia na ikhlas. Ibada zote zazika katika masharti ya kukubalika kwa ibada. Katika masharti ya kukubalika kwa ibada ni mpaka ipatikane ikhlas na ipatikane nini? Ihdar nia. Hiki kitabu cha Riyadhus Salihin kinatupatia mwongozo wa kutufundisha mambo mengi katika dini, ikiwemo tabia, ikiwemo mambo ambayo yatakuwa ni yenye kutuongoza katika tasawuf. Vile vile atasawuf kitu gani? Kwani atasawuf, ikiwemo maana ya atasawuf kwa mukhtasar, kusema atasawuf ni kufanya, tuseme huwa kusafisha moyo, kusafisha moyo, kuepusha moyo na kila mabaya na kupamba ule moyo kwa kila mazuri. Ni tahliyatu an-nafs bil fadail, ni kuipamba nafsi kwa mambo mazuri na kuiepusha nafsi kutokamana na nini? Na mambo mabaya. Hiyo ndio maana ya tasawuf. Tasawuf yani ni tasfiyatu nafsi min ar-radhail, tasfiyatu nafsi min ar-radhail wa tahliyatuha bil fadail, kuisafisha nafsi kutokamana na mambo mabaya, tabia mbaya, roho mbaya, na kuipamba nafsi kwa mambo mazuri, tabia nzuri. Leo katika hadithi tutairudia ile ambayo tulielezea katika wiki iliyopita kwenye masala ya nia kwa mukhtasari wa maelezo yake muhimu, ili tuifahamu vizuri. Hadithi iliyokuwa imepokewa na nani alipokea? Ni Abi Ishaq Sa'd bin Abi Waqqas, Malik bin
بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي القريشي الزهري رضي الله عنه asema huyu ni mmoja, tumeambiwa ni ahadi al-asharati al-mashhudi lahum bil janna. Tunaambiwa ni mmoja, ni miongoni mwa wale watu 10 waliobashiriwa pepo na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nani? Saad bin Abi Waqqas. Waliobashiriwa pepo wote kwa jumla ni watu 10. Ni kina nani? Ni Abu Bakar, Sayyid Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib. Wanne wasio watano. Nani? Ni Talha bin Ubaidillah. Wa sita ni Saad bin Abi Waqqas. Wa saba ni Saad bin Zaid. Wa nane wa sita ni ule Az-Zubair bin al-Awwam, Az-Zubair bin al-Awwam. Wa saba ni huyo Saad bin Zaid. Wa nane Saad bin Zaid. Wa tisa ni Abdurrahman bin Auf. Wa 10 ni Ubaidullah Amir ibn al-Jarrah. Turudie ili tupate kuhifadhi. Hawa wamepewa certificate na Bwana Mtume, yani wameambiwa nyinyi mtaenda wapi? Taingia janna wakiwa duniani. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin al-Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan, watatu. Sayyidina Ali bin Abi Talib, wanne. Sayyidina Talha bin Ubaidillah, watano. Sawa. Sayyidina Az-Zubair bin al-Awwam, Az-Zubair bin al-Awwam wa sita. Wa saba Sayyidina Saad bin Abi Waqqas, huyo ambaye leo amepokea hadithi. Wa nane Sayyidina Saad bin Zaid, Saad ibn Zaid. Wa tisa Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Wa 10 Sayyidina Ubaidullah Amir bin al-Jarrah. Wangapi hao? Wataenda janna, wamebashiriwa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tayeb, katika hadithi ya leo tunasoma kwenye mlango wa ikhlasi niyya, ikhlas ibadatina lillahi wa ihdhari niyya. Ndio tunasoma katika mlango wetu wa leo, kumkusudia Mwenyezi Mungu katika ibada na kuhudhurisha nia katika ibada zetu. Lazima tusikusudie. Nia ni kukusudia. Hadithi hii iliyopokewa na Bwana Saad ibn Abi Waqqas asema kwamba alitembelewa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam akiwa katika mwaka wa hija yake ya mwisho, Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hajjatul wadaa. Lakini yeye Bwana Saad, Sayyidina Saad radhiallahu anhu, asema alikuwa ameshikika ni ugonjwa, alikuwa mgonjwa na ugonjwa ulikuwa umembana kiasi ya kwamba anafanya waswasi labda aweza kufa. Sasa ikawa bahati nzuri katembelewa na mbora wa viumbe. Bahati nzuri katembelewa na nani? Mbora wa viumbe, Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa sallam. Tayari hapa tunapata kufahamu katika mafundisho ya hadithi hii kila tukitaja kifungu tukitaje natija ya hadithi na tunafaidika na nini kwenye hadithi. Hapa tunaonyeshwa kuwa kiongozi au mtu mkubwa pia yuwafaa kwenda kumtembelea mtu mdogo akigonjeka, bali ni katika sunna. Kwa nini? Yeye ni mtu mkubwa sana, yeye Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuonyesha mapenzi na kujali kwa kiongozi kama huyu, mbora wa viongozi,
kuwajali wale anaowaongoza ndugu zake masahaba, ndugu katika Uislamu, masahaba zake, wafuasi wake. Hakuangalia huyu ni mnyonge wala, bali wacha kwenda kumtembelea Saad. Mtume sallallahu alaihi wasallam mtembelea yule Yahudi alipokuwa mgonjwa. Tena Yahudi yule alikuwa kimuudhi, akimwekea taka yule kijana barobaro yule, alikuwa akimwekea taka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakini Rasulullah alienda akamfanyia ziara, mbona simuoni huyo anayeniudhi kuniwekea taka? Akamwambia ni mgonjwa yule kijana wa Kiyahudi. Akaenda kumtembelea. Yule kijana ilikuwa sababu ya kusilimu, alipiga shahada pale pale. Zile tabia za Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hapa tupata mafunzo kuwa kiongozi anafaa kuwajali anayeongoza, pia kuwajulia akiwa wagonjwa, kuwatembelea, sababu dua za Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam zilikuwa ni dua mzito, kabuli, zenye kukubalika. Halafu ule anayetembelewa akiona ametembelewa na mtu mkubwa, kupata imani, kupata peace, kupata furaha kwamba hata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekuja kunitembelea nikiwa mgonjwa. Tayari ile ni pozo lile. Hapa fundisho la kwanza tumepata hilo. La pili, Saad akamwambia, ya Rasulullah, mimi hali yangu waniona niko taabani na nataka nitoe mali yangu ni mengi, niko na mali na nahitaji kuyatoa sadaka, na sina mtu wa kunirithi isipokuwa ni mtoto mmoja wa kike. Yeye alikuwa akiona yule mtoto wa kike ndio atamaliza mali, maanake kulikuwa kuna na mandugu zake wengine ile huyu Saad, lakini labda katika hesabu yake alikuwa akiona huyu mtoto wa kike peke yake labda aweza kumaliza mali, ama kwa sababu ya ile hamu walikuwa nayo masahaba. Somo lingine, hamu ya kufanya mambo ya kheri, ataka kabla waondoke afanyaje? Atoe masadaka, afanye mambo ya kheri ile mali yake. Hapa tumesoma hilo pia, kuwa na bidii na pupa, hamu ya kufanya mambo ya kheri mpaka dakika za mwisho. Mtume akamwambia, la, usitoe mali yako yote, thuluthi mbili usitoe sadaka. Akamwambia, basi nusu ya mali nataka niatoe sadaka kabla hajakufa. Akamwambia, la, usitoe nusu ya mali yote. Akamwambia, basi thuluth. Akamwambia, basi afadhali hiyo utaweza kutoa hiyo thuluth, kuhusia. Ataka kuhusia. Hapa twasoma kwamba Saadi ataka kuhusia wasia, akifa mali itolewe sadaka. Sasa alikuwa ataka yote, ataka nusu, ataka thuluthi mbili zitolewe. Mtume akamwambia, haiwezekani kutoa thuluthi mbili wala nusu ya mali yako. Thuluthi, je, nikitoa thuluthi moja? Saadi amuuliza Rasulullah. Akamwambia, thuluthi ni sawa, japokuwa thuluthi pia ni kama nayo pia ni nyingi, thuluthi kathir. Lakini hakuikataza hii thuluth. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikubali hiyo thuluth, maana kama inawezekana utoe chini ya thuluth pia, lakini isipite nini? Isipite thuluth. Thuluth ya mali tumesema ukiweka mafungu matatu, yale mali yote ugawanye mara tatu. Mafungu mangapi? 1, 2, 3. Fungu moja ndio laitwa thuluth. Thuluthi ya 3 ni 1. Thuluthi ya 9 ni 3. Thuluthi ya milioni 9 ni milioni 3. Tumepatana? Tuko pamoja? Na katika somo hili kwenye hadithi hii iliyopita tunasoma jambo lingine hapa, nalo ni kwamba kuhusia kabla hujafa
haswa unapojiona watakikana uhusie, uandike wasia kabla hujakufa. Haswa unapojiona hujiwezi, umeshikika, umebanika, waona kama wataka kuondoka, fanya haraka, ufanyaje? Utoe wasia kwamba ukifa kuwe kadhaa kadhaa kadhaa, mali kadhaa itolewe. Na tumepata kufahamu pia katika somo hili ya hadithi hii iliyopita kuwa hawa wenzetu masahaba wanatushinda sana katika bidii ya kufanya kheri na kuwa na hamu ya mambo mazuri. Sisi ndio tukaambiwa tuwaheshimu masahaba kwa sababu wao ni watu wakubwa. Sadaka yao ndogo ina thamani kuliko sadaka yetu kubwa. Akatoa mfano Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam akisema, la tasubbu ashabi wallahi law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaba ma balagha nisfa ahadihim. Msije mkawatukana masahaba zangu. Sikia hawa watu vile walikuwa, sio watu wa kuchezewa. Watu walikuwa na bidii katika dini na khairi na kusukuma maisha yao yote kutumikia dini, maisha yao, mali yao, nafsi zao, watoto wao, mpaka dini ikakufikia wewe. Watafanana vipi kirahisi na wewe, kisha wewe wataka kuwadharau ama kuwaona? Hao maswahaba hawezi kuwafikia. Kifa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam alio bora wa viumbe, bora wa mitume wote, kawafundisha hawa masahaba tabia nzuri ambazo dunia zimeambiwa hii waheshimu hawa, na kuwafikia hawa si mchezo. Akitoa sadaka yake nusu kilo, ina value, ina thamani mbele ya Allah kuliko sadaka yako mlima mzima wa Jabali Uhud ukigeuka dhahabu. Wewe ambaye si sahaba humfikii kirahisi. Hivyo basi ni maana waheshimiwe masahaba radiyallahu anhum wa radu anhu, radiyallahu anhum, Mwenyezi Mungu karidhika na wao. Qur'ani aya mbalimbali imewataja. Katika mafundisho ya leo ni kwamba una uwezo wa kutoa mali yako. Kwenye hadithi hii tuliosoma, hadithi ni sahihi, una uwezo wa kutoa mali yako sadaka. Unafahamu, kutoa sadaka ukiwa hai, ukiwa hai kabla hujashikika. Khiari ni yako, mali ni yako, waweza kutoa kiwango unachotaka, kujenga msikiti, kufanya nini bora. Lakini Bwana Mtume anakuambia ubora simalize, wabakishie nao mawarithi. Sawa? Kwa nini? Kwa sababu hata wale watakao kukurithi wakirithi, katika hii hadithi inatufundisha kwamba bado utapata thawabu wewe. Bora nia yako, innamal a'malu binniyat, nia yako ukakusudia tu khairi. Mimi hawa pia nikiwaachia wakinufaika, hasa ukawa nia yako ni kufuata hadiyu nabii, hadiyu annabii, uongofu, mafundisho na maongozo ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Mtume mtukufu wa daraja aliposema kumwambia Bwana Saad bin Abi Waqas kuacha la antadaa warathataka aghniyaa khairun laka min an tadaahum halatan yatakaffafuna annasa. Kuacha familia yako au wenye kukurithi mawarithi wako kuachia kitu mpaka wawe wanajiweza, kwamba wanajitosheleza, ni bora kwako, utapata thawabu kwa hilo kuliko kutoa sadaka. Hii pia ni kama sadaka, maanake ni sadaka, tena sadaka bora, maanake sadaka iliyopita kwa familia yako. Sifikiri wakikurithi upate kitu bwana, wewe unayo sehemu yako.
sababu ya kupata kufaidika kutumia yale mali nani? Ni wewe. Nia yako iwe ni kwa ajili ya kufuata mafundisho ya mtume wako Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Vipi? Kwamba ameniambia niwaachie na wao wirathi, ni bora. Umefuata, utapata thawabu, na ukiwaachia unapata thawabu. Katika hadithi hii tumeambiwa hata kile unachomlisha mkeo una malipo ndani yake. Kumbe hata kile unacholisha watoto wako na mke wako pia wapata thawabu. Bora nia yako tu, nia kwa ajili ya Allah, na wapatie hawa majukumu yangu Allah kaniachia mimi, nami nipate, una ujura ndani yake, hakuna kitu kitapotea. Wallahu la yudhi'u ajra almuhsinin, Mwenyezi Mungu hapotezi malipo ya wenye kufanya wema. Tumejua kuwa katika fundisho la hadithi hii iliyopita last week ni kwamba kutoa mali yako hakuna mtu atakuingilia. Ukiwa hai mpe mtakaye, kutoa sadaka, lakini ni bora ufanyeje? Wabakishie na wale watu wako wenye kukurithi. Na ukihusia pale watakakufa, ama umekugonjeka, ama umejiona uandike wasia kwamba ukifa ifanyeje, itolewe mali, basi ujue wasia haufai kupita zaidi ya thuluth, na ujue hufai kumuhusia atakaye kukurithi. La wasiyata liwarith. Ukasema labda kuna mtoto wako fulani wampenda zaidi, sema mali yangu nyumba moja ni nampa, akiondoka duniani nyumba hii apewe mtoto wake fulani. Kila mna hiyo haifai. Kwa uhai wako, shauri yako, ule unayempenda waweza kumpa, lakini katika kufa pale wasema baada ya kufa hati ile mali yako, yale mali yenye kurithiwa, uanze kutoa oda wewe, baada ya kuwa ukishakufa ifanywe hivyo, itapitishwa hivi, itatolewa thuluth peke yake. Hata ukasema mimi nitaka mali yangu yote apewe fulani, hayatapewa. Kisheria yatatolewa thuluth ya mali apewe. Mathalan mali yako milioni 9 umeacha, au laki tisa zile, ukisema mimi nitaka 800,000 zipewe fulani, moja tu apewe, basi hata haitapitishwa hiyo. Itapitishwa thuluthi ya mali yako ambayo itakuwa ni 300,000, ndio zitakazotolewa kwa ule wasia wako. Na je, baada ya kufa tu moja kwa moja inapitishwa hilo? La, kwanza baada ya kufa kuna mambo atakana ufanyiwe. Kwanza katika mali yako itatolewa gharama za mazishi yako. La pili, itatolewa kabla hajarithiwa hapo, madeni yako yalipiwe, ulipiwe yale madeni kwenye mali yako. Hawa watoto wanaosema hapa, anayemdai baba dhamana ya madeni yake yamechukuliwa na mtoto wake fulani, ni kwenye mali ya yule marehemu yatatolewa. Sawa. La tatu, ndipo itolewe hiyo thuluthi. Hapa kujarithiwa, itolewe ni hiyo thuluthi aliyohusia, apewe rafiki yake au apewe nane, lakini asiwe katika mwenye kumrithi yeye. Hiyo thuluthi hafai kuhusia atakayerithi, maanake tayari yule atarithi. Kwa nini umuhusie? Wewe ungemuhusia mtoto wa amia, mtoto wa ndugu yako, labda babake alikufa hana kitu na wewe una mali mengi, watoto wako ndio wenye kurithi, angalau ukatoa wasia kitu kingine kiende kwa ule mtoto wa ndugu huyo, ama ndugu yako asiyejiweza na kadhalika, kijithuluthi angalau kimwangukie naye. Thuluthi si mchezo. Kama ni 900,000 tumekwambia ni 300,000, utapata tuktuk waipate. Toe. Halafu tukija katika mafundisho mengine, tumesema yule bwana Saad kwenye hadithi hii alikuwa akisema anayemrithi yeye ni mtoto mmoja tu wa kike, sio? Ndiye alionaye, ndio ana mtoto, amebahatika na mtoto mmoja tu wa kike. Hapa
tulikuwa tumetaja kwamba huyu mtoto wa kike kwani warithi ngapi? Huyu wapata nusu ya mali. Wanavyoni wa somo hili la ilmu al-mirath katika kitabu cha Ar-Rahbiya fi ilmi al-mirath, au anasema, tukikumbuka, maana yake nimetaja katika wiki iliyopita, lakini kwa muktasar kiasi kwamba zingine sikutaja vile vile ilivyoandikwa. Kuna mahali niliruka ama nilitaja kimakosa, lakini nimesema nirudie ili tukumbuke kwa pamoja vile alivyoeleza mwenye kitabu cha Rahbiya. Asema vipi? Asema fanisfu fardhu 5 afradi, nusu ya mali huwa ni fungu la watu 10. Watu watano. Watu ngapi? 5 afradi, watu watano. Wa kwanza nani? Ambaye hurithi nusu ya mali ya yule aliyefariki, mtu wake. Wa kwanza ni azauju, mume upata nusu ya mali apata nusu ya mali mume. Azauju wal untha min al aulad, na binti. Untha hapa imekusudiwa binti yule marehemu, ndio ibnatu Sa'd wa ibn Abi Waqqas, sawa. Azauju wal untha min al aulad. Kisha asema wa baadaha asema nini? Wa bintul ibni inda faqdil binti. Huyu bintul ibni ni mjukuu wa marehemu aliyekufa. Huyo aliyekufa mjukuu wake wa kike, lakini inda faqdi albinti, ikiwa ule binti mwenyewe hayuko, alikufa binti yake marehemu, amebakia mjukuu wake wa kike peke yake, pia wapata nusu kwa wakati huo, akiwa ni yeye tu. Walbintu inda faqdi albinti wal ukhtu fi madhhabi kulli mufti, na ndugu, ikiwa hakuna mtu mwingine yuko, ni ndugu wa kike mmoja, anapewa nusu pia yeye, fungu lake. Wanne huyo, azauju wal untha min al auladi wa bintu al ibni inda faqdi al binti wal ukhtu inda madhhabi kulli mufti, sawa. Kisha akasema wa hakadha al ukhtu allati min al abi inda infiradihinna an mu'assibi. Kisha atakaye kusimama mwingine nani? Ni ndugu yake marehemu. Huyu ndugu wa kwanza tulomtaja, wal ukhtu fi madhhabi kulli mufti, ni ndugu yake yule marehemu akiwa ni yeye peke yake, ndugu yake kwa baba na mama, atachukua nusu ya mali ya yule aliyekufa. Ama kiwa yeye hayuko, pengine yuko ndugu yake maiti, lakini ndugu yake marehemu kwa baba, wa hakadha al ukhtu allati min al abi inda infiradihinna an mu'assibi, ikiwa hakuna ndugu wa kiume ambao wake wale madada ambao watawafanya ni wenye kuwaweka kwenye mafungo ya asaba, lidhakari mithlu hadhil unthayain, lakini hakuna wale, ni yeye peke yake, huyo ndugu yake marehemu kwa baba. Masala ya kimirathi hayo ambayo tumeanza, kwa sababu tumetaja wa shay'u bi shay yuzkar, yatakatukamilishia ile maelezo yake kidogo. Sasa tukija katika tunachokitaka hapa, kikubwa ni kufahamu kuwa yule binti ya Sa'd bin Abi Waqqas alikuwa yuwarithi hiyo nusu, na wasia aliopewa ruksa kuandika ama kuhusia baada ya kufa ile mali yatolewe sadaka, lakini Mtume alimwambia ni thuluth, na ikiwezekana iwe chini ya thuluth pia, ikiwezekana pia, maana kwa thuluth kathira, akasema sio wa thuluth kathira, lakini haimaanishi kwamba ufai kutoa thuluth, haifai kupita thuluth, bali ikiwezekana ni iwe chini ya thuluth, ndio maana yake. Hili ndio linalofahamika katika hadithi. Tayeb, kisha sasa hapa tunafahamu kwenye hadithi hii, bwana si alikuwa na binti mmoja tu, na alikuwa na wasiwasi labda za kufa, na wasiwasi wake asije akafa kule Maka kama tulivyoeleza, kwa sababu wale muhajiruna, watu waliogura kutoka Maka kwenda Madina,
walikuwa katika wao wanachukia kufa kule Maka. Madamu waliambia wagure kule, basi hafai tena kurudi tena huko, mpaka kwa dharura, kama atakuja kuhiji, fanya umra, ama ikiwa Maka imeftahiwa tena, imekombolewa na Uislamu. Sasa ilikuwa wameambia tutoke, tukutoka. Ilikuwa wanapendelea wasikufie pale. Hata Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa pia hilo hataka wanake aliyetoa wakisha kugura huku, ili thawabu za kugura ziwe kamili, basi wakitaka kufa wafie mbele, sio pale tulipowaambia watoke. Kitu ulichokipeana kwa ajili ya Mungu umeuacha mji wa Maka kwa sababu ulikuwa kuna shirki ndani, hufai kukurudia. Ilikuwa wakati huo haifai kurudia wale muhajirin. Sasa yule Saad bin Abi Waqqas alikuwa anaogopa sija akafa pale Maka, maana yake alikuwa amegonjeka akiwa Maka, na bwana Mtume alimtembelea pale Maka alipokwenda Hajjatul Wada. Sawa. Na kulikuwa kuna bwana mmoja aliwahi kufia pale katika muhajirin, ikawa ni jambo lilimhuzunisha bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Ndio kwenye hii hadithi anasema kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam amwambia, wewe ukiishi katika dunia ukafanya mambo ya kheri, ukawalisha watu wako, ukasaidia, zote ni daraja. Ukikusudia nia, ukikusudia hayo kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, utalipwa, utapata daraja, utapanda cheo mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu. Zote kheri ukizifanya ukiwa hai, na natarajia utaishi. Akamwombea dua pale, anambia natarajia utainuka na utaishi na watu watanufaika na wewe inshallah. Akawaombea dua na wale muhajirina wote, Mwenyezi Mungu awapitishie hijra yao ile, kwamba watakabalie, wasirudi nyuma tena wakaja wakafia kwao tena, au wakarudi nyuma, bali watakabalie, wakubalie hijra yao, kwa maana iwe kama walivyokusudia. Madamu anatoka pale, basi asirudi tena nyuma. Maambiwa kugura, amegura, hakuna kurudia tena pale mahali alipoambiwa kugura. Kwa sababu bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam alimwombea dua huyu bwana, na dua ya bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam bila shaka ni kabuli, ikatakabaliwa dua. Bwana Saad bin Abi Waqqas alibahatika kuombewa dua hiyo, na ikawa sababu ya kuwa ameishi tena baada ya hapo, kama bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam alipomwambia, wa innaka lan tunfiqa nafaqatan, kuhusu mambo ya kutoa au ukisaidia au ukiishi ukifanya kheri zozote, basi madamu umefanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta alaiha hatta ma tajalu fi imraatika, mpaka kile unachomlisha mke wako vile vile unalipwa. Ndio faqultu ya Rasulullah ukhallaf baada ashabi, yani nitawachwa baada ya masahaba zangu, kwamba manake nitaishi. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, innaka lan tukhallafa, wewe hutabakishwa kuishi katika dunia, fataamala amalan tabtaghi, ukawa ni mwenye kufanya amali ambazo watarajia kwa amali hiyo wajha Allah, wa kusudia na nia nzuri kwa ajili ya kutaka radhi za Mwenyezi Mungu, illa zadta, isipokuwa utazidishiwa, bihi, kwa amali hiyo, darajatan, daraja, wa rif'atan, na kupandishwa cheo, walaallaka, na huenda wewe. Bwana Mtume amemwambia namna hiyo. Sasa hiyo ndio dua ya Bwana Mtume alipokuwa amempigia hiyo, kumwambia wewe kwamba utakuwa nini, antukhallafa, ubakishwe kuishi katika hii dunia, utainuka tena utaendelea kuishi kwa amri ya Mwenyezi Mungu, hatta yantafi'a bika aqwamun wa yadhurra bika akharun. Saad bin Abi Waqqas alileta manufaa makubwa, kama tulivyosema, aliendelea kuishi. Tuambiwa katika baadhi ya muarrikhina tuambiwa kwamba aliishi miaka takriban 40 tena, na aliweza kuwa ni sababu, aliishi mpaka wakati wa Saidina Muawiya bin Abi Sufyan alipotawala, kama tulivyoeleza katika wiki iliyopita. Na
aliendelea mpaka kawa ni katika watu walioiftahi Iraq, akaikomboa Iraq. Nani? Saad bin Abi Waqqas. Tuambiwa na alibahatika kwa hii dua ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, aliweza kupata tena watoto. Alipata watoto walioa kadhaa, ameishi karibu miaka 40, kapata watoto takriban 30 na alizaa sana sawa sawa. Si alikuwa akilia hivyo, anamwambia Mtume, nina mtoto mmoja tu wa kike. Basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimpa watoto wake kwa waume takriban 18 labda wanaume. Timu ngapi hizo? Mashaallah. Watu walikuwa wakioa zamani na walikuwa na afya mzuri, fauka 30. Machezo hiyo. Na aliishi mpaka wakati wa nani? Wa Saidina Muawiya bin Abi Sufyan. Alafu vile vile akawa ni katika watu walikomboa Iraq, tunaambiwa. Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam kisha kawaombea na masahaba zake, akasema Allahumma amli li ashabi, Allahumma amli li ashabi hijratahum, ewe Mola ipitishe, ikubalie ili wapate thawabu zao kamili masahaba zangu katika hijra yao, yani kwa maana wasirudi nyuma tena. Akasema wala taruddahum ala aqabihim, siwaregeshe tena nyuma kule walikotoka, hadi pale pale alipogura karudia tena. Labda iwe ni kadari yako tu, lakini Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema lakin albais Saad bin Khawla. Huyu Saad bin Khawla ndiye aliyebanika, akawa amebahatika kupata jambo ambalo yarthi lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kwa maana ile hapa aliposema hivi ni kwamba Mtume ili jambo la mhuzunisha, halimridhishi. Liliompata nani? Saad bin Khawla, kwamba limemhuzunisha hata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Amata bi Makkah, kwa sababu Saad bin Khawla alikufa Makkah. Kama tulivyoeleza, muhajir, na alikuwa ni muhajiru kutoka Makkah. Hawatakani wafe tena pale walipoambiwa watoke, wafie mbele kule, wasirudi nyuma tena, yani kwa wakati ule wao wale muhajiruna. Hilo hata Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam lilikuwa limemhuzunisha. Yarthi lahu ay yuhzi, yani amrun yuhzinu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, lasikitisha kwa jambo hilo kwake yeye na kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba huyu ndio alipata hii bahati, na bahati yake haikuwa mzuri kwa sababu amejaliwa, ashakadiriwa. Na pamoja na hayo, ikiwa umerudi, kwa sababu zile thawabu ziwe kamili za hijra, kwa wakati ule umeambiwa toka hapa ni utoke, usirudi nyuma tena, ndio maana yake. Tukimaliza maelezo haya, tunakuja kwenye hadithi yetu ya nyingine inayofuata, inayosema, tuligusa tena lakini hatukuipatia maelezo, iliyopokewa na Sayyidina Abi Huraira bin Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu. Abi Huraira yeye ni Abdurrahman. Abi Huraira jina lake hasa ni Abdurrahman bin Sakhr, radhi za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake. Amesema Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna Allaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, hakika Mwenyezi Mungu haangalii miili yenu wala haangalii sura zenu, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaangalia nyoyo zenu na amali zenu. Hadithi kwenye sahihi Muslim, rawahu Muslim. Nini maana ya hadithi hii? Hapa tunafundishwa kwamba watu hata kama yatafadhaluna bisuwar wal amwali wa al auladi, lakini sio laysa bimahali nadhar, yani si mahali ambapo Mwenyezi Mungu anapoangalia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala
haangalii cheo chako wewe nani, ni una nguvu gani, wala una sura mzuri namna gani, wala una kabila gani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kitu ambacho aangalia kwa hawa binadamu, mafungamano yake yeye Mwenyezi Mungu na viumbe hawa wanadamu ni kwenye haya mambo mawili, nyoyo zao yani zinavyokusudia, na amali zao, yale matendo yao wameyafanya kinamna gani, kwa ajili ya nani. Kazi yake hapo amemaliza. Kiangalia kwenye Qur'ani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia, enyi watu, ayuha nnas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila litaarafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Mwenyezi Mungu ameumba makabila mbalimbali, watu mbalimbali, lakini kazi yake ya kujuana hizo kabila na nini, kina nani, kina fulani, kina fulani. Hakika yule ambaye ni mtukufu bora wenu zaidi kuliko wengine ni yule atakaye muogopa Mwenyezi Mungu zaidi katika nini. Allah anaangalia takwa. Anaangalia nini? Takwa, mambo yaliyoko katika moyo. Kwa mfano Mwenyezi Mungu nyingine anatuambia nini? La yanala Allah luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa min. Nini maana yake? Yale ambayo yako ndani ya nyoyo zenu. Vipi umefanya kwa ajili ya Allah, kwa ajili ya kumogopa Allah, umechinja au umefanya jambo lolote au umeenda haji, ulienda kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Basi hapo unaangaliwa makusudio yako, unaangaliwa nia yako, unaangaliwa hilo. Maanake nia ndio mlango tuko ndani yake. Wa ania qasdu shay wa mahallu nia alqalb. Nia ni kukusudia kitu. Umekwenda haji kwa ajili ya nani? Ibada zako zote uzitekeleze kwa misingi ya kumkusudia Allah peke yake na kwa namna zilivyofundishwa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi tahir. Na ndipo ukaona ikiwa hakuna kukusudia hupati dhambi. Wale waliambiwa watu baada ya malaika, baada ya kuumbwa Adam, Mwenyezi Mungu aliwaambia nini? Usjudu li Adam. Sasa pale shirki wenda kumwabudu Adam, hakuna makusudio ya kuabudiwa Adam, maana kumkusudia ni Mungu. Hawajamkusudia Adam ni Mungu. Ili ni heshima, kwa kumheshimu alipewa daraja ya binadamu. Ndio pale ukaona kila kitu, si kila kitu huwa ni shirki. Shirki mpaka ukusudie ni kama ni Mungu, hili jiwe ni Mungu, na nia yako bado, hata kisha na nia yako waliabudu, walikusudia lile jiwe ama kaburi ama. Lakini kama hakuna kukusudia huyu ni Mungu wala humfanyii yeye, hakuna kubandikizana toko. Na tukifahamu hivyo kwamba Mwenyezi Mungu anaangalia moyo wako, makusudio yako, haangalii wewe nani, ukubwa wako kiasi gani. Watu ndio huku sisi tudanganyika na hilo. Fulani amekuja, kiongozi amekuja, jamaa na nguvu, jamaa na pesa, tajiri fulani. Yaani sisi tubabaika na hizi zawahir. Lakini Mwenyezi Mungu haangalii hizo vitu, ati nguvu, pesa, nani siyajiita nani. Mwenyezi Mungu anaangalia nia yako, nia yake, makusudio yake, malengo yake na matendo yake.
Ndio kaambia usidharau mtu kabisa. Kwa sababu gani? Uchaji Mungu umefichika kiasi fulani, hata hauko kwenye madhahiri. Angalia yule bwana Awaisul Qarni, sio Uwaisul Qarni. Yule ilikuwa ni mtu walipokuwa kumpata hata hakuamini kama ndio huyo. Ambia basi mkimpata au ambia kina Saidina Umar, aambiwa na bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Ali, kimuona huyo bwana mwambieni awaombe dua kutoka Yemen. Na wakawa sasa watigishwa wale watu wa Yemen, wakila wakija wauliza, hapo kuna Aweso jamaa? Mnaye mtu aitwa Awaisul Qarni, mpaka akapatikana mtu simple. Umeambiwa bwana utuombee dua. Kwa ufupi, Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama mnakumbuka, kuna hadithi tukumbuka pamoja kwamba atuambia attaqwa hahuna, sio alishiria kwenye kifua. Ndani ya moyo anayejua ni Allah alikuumba. Huwezi kumtafsiri mtu moja kwa moja, japokuwa dhahiri ya matendo yake yanatupatia yaliyo kwenye moyo wake na maneno yake ni dalili tu zile, lakini huwezi kujaji kwa 100%. Matendo yako, maneno yako yanatuambia pia habari zilizoko kwenye moyo wako, kama walivyosema innal kalama la fil fuadi wa innama yu'ila al-lisanu ala al-fuadi dalila. Sio maneno weko ndani ya moyo, na ulimi ndio unaotupa habari yaliyo moyoni, yale uliyoyaficha uliokusudia. Kiwa maneno yako machafu saa zote, basi tunajua na moyo wako au roho yako pia itakuwa ni ndio imetuonyesha kwamba ina dalili za uchafu. Kwa sababu kwa nini kila ukitamka utamka maneno mabaya, uchafu, nini? Huo ni kule ndani ndio kuchafu, si ule ulimi. Ulimi huwa umetumwa na moyo, sema hivi. Moyo ndio rais, ndio unaitoa order ule. Kisha huku akili yaweza kumwambia ule moyo wako, lakini hili wana si zuri. Akili nayo huwa mpaka ijengwe na elimu ya dini, hikma, ndio ile itakuwa yakwambia ngoja kidogo, hili jambo alifanya. Ndio mara nyingine watakufanya jambo wajiona sijui nifanye nisifanye, niende nisiende. Pale kuna moyo na akili za pambana. Akili nayo inatumia elimu yake ile ulioisoma au ile ulioipata kwenye mazingira ya malezi yako ulipolelewa kule. Kilelewa kiakili tegemea malezi yako uliyopata na ulisoma wapi. Una elimu ikusaidie kuitia makali ile akili yako. Sasa ndio wewe mwambia moyo ile alifanya, alifanya, umezidi ya moyo. Hapana. Tunaona mtu alikuwa karibu kutukana, kisha amemlani shetani, a'udhu billahi minash shaitani rajim. Kwa amali zote haziangaliwi moyo wako, haziangaliwi mwili wako, haziangaliwi nguvu zako, hatuangalii. Mwenyezi Mungu haangalii mali yako, nguvu zako, kabila yako. Hata kabila siku ya kiyama haitakutetea. Mwenyezi Mungu na Qur'an anasema nini? Fala ansaba yawma idhin wala yatasaalu. Hakuna nasaba siku ya kiyama kwamba watu watajitetea, sisi ni kina banu sijui banu nane. Amali kule kwatakana amali, na zile amali zilikusudiwa nani? Mmezikusudia nani? Kwa ajili ya Allah ama kwa ajili ya kuonyesha watu? Hizo zote tutakwenda kuzieleza. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaangalia amali zetu na nyoyo zetu, na siku ya kiyama hizi nyoyo zitakwenda kufichuliwa zile aibu. Yauma tubla sarair fama lahu min quwwati wala nasir. Katika aya nyingine unaweza kusema nini? Yasema katika suratul Adiyat, unaweza kusema nini? Inna rabbahum bihim yawma idhin la khabir. Asemani
والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات سبحا إن الإنسان إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشديد وإنه لحب الخير لشديد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور kisha nini hiyo yaje wahusila ma fi sudur zitapatikana. Wewe zifiche tu leo, tudanganya tu, dungie vilemba nini majoo, lakini ziko kwenye rekodi hizo. Tunataka kujua ukweli wako siku hiyo, ni really ulikuwa waliullah, ulikuwa wafanya lillah, ama ulikuwa unkusudia nani? Hizi zote zitakuja kujulikana. Ulikuwa na chuki, ulikuwa na nini, zile ndani ya nyoyo vitu wajua zimefichika. Hata wanafiki walikuja wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakajenga msikiti. Usisahau bwana, kaambia ya Rasulullah, ndio ukafungue msikiti huo, ndio msikiti wetu. Rasulullah hakuwajua na makanzu yao na malemba yao, mpaka Mwenyezi Mungu akamwambia hapana, la taqum fi la masjidun usisa ala taqwa. Hawa watu bwana hawakujenga kwa ajili ya Mwenyezi Mungu ule msikiti, wamejenga kwa waitwa masjidul dhirar, sio masjidul dhirar masjidu. Lakini msikiti huo Mtume alikataza kwenda, ndio ukachoma ule msikiti, sababu ulikuwa hukukusudiwa nani? Allah, nia ilikuwa mbali. Tayeb, masala ya hadithi hii, inna Allah la yanzuru ila ajsamikum, tumeifahamu kwamba Mwenyezi Mungu mahali anapoangalia ni matendo yetu na nyoyo zetu na matendo yetu. Nini umekusudia? Mathalan, umechukua tasbihi wewe njiani, tasikia mtu kuambia hii bid'a, kwanza atajaribu kusema bid'a, kisha kaona hii hata haiwezekani, itashindwa kuingiza katika bid'a ile. Akishindwa atakwambia lakini wafanya ni ria, hii waonyesha watu. Sio umenijuaje kama mimi naonyesha? Wewe uenda huku, yani kazi yako kutafutia makosa. Utanijuaje katika nia yangu hii tasbihi nimebeba ili inipe mimi hisabu, vile vile ikukumbushe na wewe kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Afanya kazi mbili hii tasbihi, afanya kazi ngapi? Mbili. Moja, yani kumbusha mimi, yanipa mimi hisabu zangu. Nataka kumswalia Mtume mara 1000, nimeshika hiki kitu cha kupiga hesabu, sawa? Na wewe unaniangalia ukanidhania mimi nafanya riaa, naonyesha watu mimi wali, labda ushanidhania. Kwanza ushapata dhambi za kudhani, inna ba'da dhanni ithmu, ushaingia kwenye makosa. Kumbe hii malengo yake mimi mwenyewe ninakusudia nini, hujijui. Utanijuaje ndani ya moyo wangu nimekusudia nini? Kwa hivyo usimjaji mtu moja kwa moja kwa kumuona dhahiri yake, mpaka upate ushahidi kamili, mpaka upate dalili kamili. Tayeb, katika mahali panapoangaliwa, mimi Mwenyezi Mungu ataniangalia nimechukua tasbih kwa ajili ya nini, iwanijua ndani ya moyo wangu. Inna Allah yanzuru ila qalbi, Mwenyezi Mungu anaangalia moyo wangu. Huyu amekusudia dhikri Allah kikweli na kujipatia hesabu zake. Pia mwingine akiona apate kukumbuka kumtaja, na mimi nashindwa na huyu bwana, wacha niendelee na dhikri, huyu nimeachwa nyuma mimi. Sawa. Tukimalizia hadithi nyingine, ni hadithi ambayo ina masala marefu na ni muhimu. Hadithi iliyopokewa na an Abi Bakrata asema Nufayr ibn al-Harith al-Thaqafi radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala idha iltaqa al-muslimani bisayfihima فالقاتل والمقتول في النار. قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه
Hii hadithi Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, Mtume mtukufu daraja anasema, wanapokutana waislamu wawili na silaha zao, wakati ule silaha maarufu ilikuwa ikitumika ni panga, sawa, ndio silaha kubwa kwa wakati ule, na panga zao, basi mwenye kuua na mwenye kuuliwa wote motoni. Wasikia hii maneno? Sasa hii hadithi pako utaielewa vizuri, ya kusudiwa nini, kwa nini. Mpaka masahaba wakamuuliza. Masahaba pia walikuwa wako tayari kuuliza, wana hamu ya kutaka kujua maneno ya nani? Ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakamwambia, ya Rasulullah, hadha alqatil, huyu mwenye kuua sawa, akienda motoni, si ameua, fama bal almaqtul, haya huyu ambaye ameua vipi naye apelekwe motoni, naye kauliwa? Qal, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, innahu, hakika yeye, kana harisan, alikuwa anapupa, hamu yake, malengo yake, alikuwa anataka kumuua mwenzake pia yeye, ala qatli sahibihi, alikuwa anataka kumuua yule aliyemuua yeye, lakini kwa bahati mbaya kakadiriwa, kajaliwa yeye ndiye wa kuuliwa. Bado hii hadithi bado tutataka tuifahamu, bado kiwaachia hivyo hivyo bado hamwezi kunieleza muufahamu vipi, mpaka tuifahamu. Mtume sallallahu alaihi wa sallam alipewa jawami'ul kalim, sio maneno yake yamekusanya hikma na undani mengine, mpaka ufahamu, mpaka uyaelewe. Na hadithi hutafsiriwa na hadithi zingine nyingine. Hapa moto huu kwanza sio moto wa makafiri. Huu moto ni ataingia huyo Muislamu ambaye ni asi, kwa dalili alipoanza Mtume hadithi amesema, idha iltaqa almusliman, hakusema kafirani. Tumepata mpaka hapo? Kwa hivyo ni moto wa nani huu? Moto wa Muislamu ambaye amefanya dhambi kubwa. Kwa hivyo kuua ni katika kupigana na ndugu yake, ni dhambi kubwa kupigana na ndugu yake Muislamu. Na ni vita aina gani? Wamepigania nini? Kwa nini? Kwenye Qur'ani kuna aya nyingine ukiangalia, hebu tutaielewa vipi. Kuna aya inasema, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma wa in baghat ihdahuma ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amri Allah qatilu. Mwenyezi Mungu sasa hapa anatuambia, wa in ta'ifatan, watakapokuwa makundi mawili, minal mu'minina iqtatalu, sio katika waumini Waislamu, pigana, fa aslihu bainahuma, nyie Waislamu nendeni mkawapatanishe, mkawasuluhishe makundi mawili haya. Fa in baghat ihdahuma, kundi moja likikataa, likawa linafanya ubaya ambalo halina haki, likawa linataka kupiga tu wenzake bila haki, bila sababu, kama majambazi. Sasa wamekuwa wale wengine wameamua, sisi unyama maliza, sawa. Faqatilu allati tabghi hatta tafia ila amrillah, lipigeni vita lile kundi ambalo linakataa haki mpaka lirudi katika haki, lirudi katika amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, liachane. Kwa hivyo vita Uislamu inakataza, lakini ikibidi dharura, kuna mahali huambiwa inaruhusika kwa njia ya kujitetea, kwa njia ya kusuluhisha, kwa njia ya kurekebisha. Lakini ni dola ya Kiislamu, ni kiongozi wa Kiislamu. Na utakuta katika hadithi hii ina maana kuwa hapa wanapigana hawana haki katika kupigana kwao,
hizi ni vita si za kupigana kwa haki. Kwa nini? Kwa sababu kuna hadithi nyingine ilikuja ikasema mtu ambaye apigana kwa ajili ya kutetea nafsi yake, amekuja amevamiwa na majambazi katika wataka kumuua na akajitetea, hawana haki ya kutaka kumpiga yeye. Akijitetea yeye akijitetea, kwa hivyo yeye hana makosa hata kama atamuua yule, sababu yeye alikuwa ajitetea. Unajua ziko tofauti hizi vita. Hizi vita zilizokuja hapa ni vita ambavyo havina msingi, hazina haki. Ni vipi? Kuna hadithi nyingine imekuja kueleza hizi, hata iko hapa mbele, naona tutaisoma kwamba mtu ndio hii iko hapa mbele, utakuta imeeleza kwa maana ya kufanana, kama si hapa ni mbele ni hapa nyuma, pengine tumeiruka ile. Naam, hadithi ya Abi Musa kwanza nilikuwa tuisome hiyo. Hii hadithi ya Abi Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radhiallahu anhu asema, hadithi hii sasa imetoa maelezo ya ile inayofuata kiasi fulani, kana kwamba ile ndio ilikuwa ya kwanza. Utakuta usuila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aliulizwa Mtume Muhammad rehma na amani zimshukie, aliulizwa, ameulizwa nini? Ani rajuli yuqatilu shaja'ata, mtu apigana kwa ajili ya kuonyesha ushujaa, aonyesha ushujaa tu, hakuna haki yoyote kwa kupigana na mtu, kwa kumpiga ndugu yako Muislamu, wameonyesha kwamba wewe wajua kupigana, hilo tu, kampige vita mwenzako, hakuna haki. Fahamu? Hakuna haki. Ndio hii sasa Mtume anaeleza, wa yuqatilu hamiyatan, na mwingine naye apigana kwa ajili ya kulinda bila ya haki, kama kuonyesha mipaka yake nini, ambao hakuna nafasi za haki katika hilo, ama kwa ajili ya kuonyesha watu riaan. Ayu dhalika fi sabilillah, ni gani ambaye atakuwa katika njia ya Mwenyezi Mungu kwamba huyu atakuwa anaruhusika? Akasema Mtume sallallahu alaihi wa sallam, faqal man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah, mtu ambaye atapigana kwa ajili neno la Mwenyezi Mungu, dini ya Mwenyezi Mungu, kuitetea dini kwa ajili ya Allah, kuitetea dini ya Allah, neno la Mungu liwe juu, tauhidi, kuitetea dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi ili kunyanyua tauhid, huyu atakuwa yuko katika njia ya Mwenyezi Mungu na atakuwa anayo haki ya kupigana. Sasa basi hayo yote unapigana, ikiwa Mwenyezi Mungu haradhi katika zile vita, hizo vita haziswihi, hazifai, bali mtaenda motoni kwa makosa haya. Ni mpaka kuwa kuna radhi ya Mungu, Mungu karidhika, na ni kwa ajili ya Mungu, kwa ajili ya kutetea dini ya Allah, kwa ajili ya jina la Allah linyanyuliwe, hapo ndio imeruhusika napodhulumiwa. Lakini kupigana ovyo kumekatazwa. Kupigana kujitetea, mtu amekuja kukutaka kuibia mtu, pale waruhusika kujitetea. Lakini kama kuna namna ya kuzuia kupigana, Uislamu unapendelea zaidi hilo, kuzuia kupigana, mapigano yasipatikane, umwagikaji wa damu usipatikane, kupatikane njia ya sulhu, kusuluhisha, kuweza bila ya vita. Hiyo Uislamu inasisitiza sana. Ndio maana ikawa imeweka hii warning kwamba watu wakipigana ovyo, wapi? Motoni. Hakuna ruhusa kupigana ovyo, mpaka kuwa kuna haki na hiyo sheria imekubali, Mwenyezi Mungu ameridhika, na iwe ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hapo ndio utakuruhusiwa. Mfano watu wakatazwa kuabudu, uhuru wa kuabudu, wadhulumiwa kwa namna ambao hufai. Hata wale walioruhusiwa kupigana wa kule wakati wa aya iliposhuka, utakuta imekuja ikasema udhina lilladhina yuqataluna biannahum
dhulimu wa anna Allaha ala nasrihim laqadir. Waliruhusiwa baada ya kuwa siku nyingi watamani kujitetea, twapigwa, twaonewa. Tumewaambia mpaka nipate amri, mpaka nipate wahi kuruhusiwa kwenda kupigana na kurevenge, kujitetea. Ndio Mwenyezi Mungu akaleta aya inasema wameruhusiwa wale watu ambao wanaopigwa vita, kuonewa Waislamu wakati ule Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake, kwa sababu wao wamedhulumiwa tu, hawana haki ya kupigwa na kukataza mtu uhuru wa kuabudu. Ni kila mtu ana khiari yake. Wapigwa kwa sababu ya hilo. Mwamuua mtu kwa sababu ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Mwamuua mtu kwa sababu ampiga mtu vile sababu asema Mola wangu ni Allah. Mwache na dini yake. Kisha alladhina ukhriju min diyarihim, Mwenyezi Mungu asema walitolewa katika majumba yao, wakapigwa, wakakimbizwa mpaka wakakimbia kule Maka. Mali yao wakaacha, majumba yao wakaacha, wengine waliacha mashamba yao, mpaka baadhi ya watu na familia zao. Dhulma, kudhulumiwa. Kwa nini wanaabudu Mungu? Hiyo ni sababu gani ya kupiga mtu mpaka kumtoa na uhuru wake wa kuabudu? Ndio Mwenyezi Mungu akawapa ruhusa kujitetea, wakapigania haki zao, waregeshe mji wao, waregeshe mali yao. Udhina lilladhina yuqatalun biannahum dhulimu. Lakini wao watu kiwa hawana vita na nyinyi hamfai kupigana na mtu wala kudhulumu mtu. Waislamu hawafai kupiga mtu wala kudhulumu mtu kwa njia yoyote, bali hata hayawani hafai kumdhulumu wala kumpiga bila sababu. Ni nyoka atakakuja kukuuma ndio muone. Dini hii imelinda haki ya kila mtu. Hivyo basi mafhumu ya hadithi hii ni kwamba ni vita visiokuwa na haki ambavyo Mwenyezi Mungu hakukusudiwa yeye, wala hakuna haki. Wapigana ovyo, ndio falqatilu walmaqtulu fi nnar. Na masala ya hadithi hii pia yatufundisha kuwa nia yako hii yafanana na hadithi nyingine ile iliyopokewa na Abi Kabsha. Hadithi ya Abi Kabsha iliyoko kwenye Sunan Ibn Majah yasema kwamba hii dunia ni ya mambo manne, kwamba mtu amepewa mali na akawa yatumia yale mali kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nia yake atalipwa kikamilifu, na nia yake kwa ajili ya Allah atalipwa kikamilifu. Na mwingine akasema ni mtu ambaye hana mali lakini ana nia, amwambia Mungu, lau utanipa mali kama haya ya huyu, mimi pia nitafanya mambo ya kheri kama huyu, na nia yake ikawa ni ya ukweli, huyu pia atalipwa kama yule. Mwenyezi Mungu ndio ajua ndani ya moyo wake makusudio yake, malengo yake. Na mwingine na ana mali lakini ayatumia vibaya, mtu wa tatu. Maana Mtume anasema watu sampuli 4 katika hii dunia. Mtu wa tatu ana mali lakini ile mali yatumia vibaya kwa nia mbaya, makusudio yake ni ubaya. Na kama kuna mwingine hana mali, huyo atapata dhambi. Na mwingine hana mali, atamani kuwa na mali ili afanye ubaya, afanye unyama, atese watu, afanye uadui, na nia yake mbaya. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema hao wote watalipwa kulingana na nia zao. Yani hawa wawili wa mwisho watu wa motoni hao. Ule mwenye mali atumia vibaya kwa namna Mungu asiyoitaka, na yule ambaye hana mali atakapewe mali ili atumie vibaya kwa nia mbaya, wote watu wa motoni hao wawili. Wale wawili wa kwanza watu wa peponi. Na ndio kwenye hizi vita sasa hao wale kupigana, akaambiwa alqatilu walmaqtulu fi nnar. Huyu wa pili kana harisan ala qatli akhihi, sio? Huyu wa pili alikuwa ana hamu na amefanya kila namna ili aweze kumuua yule ndo mwenzake, lakini bahati mbaya yeye kajaliwa kuuliwa. Wote watu watakiwa motoni kuadhibiwa kwa ile makosa ya kupigana ovyo. Mfahamiana? Ni katika madhambi makubwa, katika madhambi makubwa kule kupigana. Na
Ikiwa tumefahamu katika malengo ya hadithi hii pia ni kwamba nia ndio kila kitu. Kwa nini wapigana na huyu? Kwa makusudio gani? Kwa malengo gani? Je, Mungu uko radhi? Una haki? Kwa maana jambo lolote unalolifanya hakikisha umemwangalia Mwenyezi Mungu anaridhika katika jambo lako, na nia yako na makusudio yako nini. Kwa haya Mwenyezi Mungu atujalie ila alladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsana. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli alqutr unsa wa dhakar rabbi waffiqna wa waffiqhum